siku ya 4 tukiwa mahali hapa, tukija kuwalisha chakula cha roho. Haleluya. Ninataka kumkaribisha mama wetu akapate kuongea kidogo. Msikie vile Yesu anatendea wamama. Haleluya. Msikie vile Yesu anabadilisha wamama wakiwa wazee, hata wakiwa vijana. Karibu mama. Amina. Amina. Haiko Simba wa Yuda. Unapokutana na yeye, umekutana na moto sawa sawa. Haiko Simba wa Yuda. Aliyoshinda kila magonjwa, aliyoshinda kila shida, aliyokanyaga kile takataka yote na shetani akamwabudu. Huyo ndio Simba wa Yuda ninaita siku ya leo. Huyo ndio Mungu niliyokutana na yeye wapendwa. Baada ya kuzunguka makanisa kutoka hile kuingia hile, nilikuwa nimedanganyika katika majengo nikiita ni Mungu yuko hapo. Lakini wale wangu nikapoteza usichana wangu wote nikitangatanga ambao Mungu alinena akasema hayo majengo yaliyojengwa na mikono zikae ndani. Haleluya. Nikisimama hapa wapendwa ninaita Simba wa Yuda. Ndio anatenda kazi sasa. Nikisimama hapa ninawashuhudia maisha ile iliyonitoka. Nilitoka katika maisha ya shida, nilitoka katika maisha ya magonjwa, lakini hospitali haikuweza. Hakuna daktari angeweza wapendwa. Nilipokuwa nakuja hapa nilikuwa natembea hapa na gongo. Ijapokuwa nilikuwa sijazoeka, lakini nilijifanya mzee kwa maana ugonjwa ulinizoeka kabla ya miaka. Haleluya. Amen. Wapendwa, sisemi jambo ambalo hamkushuhudia. Nilianza kutembea katika kanisa hili, nikiacha kanisa hili linaitwa lile majengo inayoitwa makanisa. Nikatembea hili nikawacha hili, nikatembea hili nikawacha hili. Ole wangu, sikugundua Yesu wa ukweli nikiwa bado msichana. Lakini nilitembea hivyo wapendwa, nikawa nina shida mbalimbali. Kila aina ugonjwa ulikuwa unapitia kwangu, kila aina shida ilikuwa inapitia kwangu, kila aina madeni ilikuwa inapitia kwangu. Hakuna deni alikupitia kwangu. Nilikuwa njia ya kila shida. Shida yoyote ilikuwa inapitia kwangu. Kwa sababu ya nini? Sikupata mwenye kuondoa hizo shida. Wapendwa, najua nyinyi nyote mko katika makanisa mbalimbali, mnaita hiyo majengo kanisa. Lakini nakuhakikishia kuanzia leo, hiyo majengo haina kitu lolote. Wale mapasta hawana lolote watawapatia, ninawaambia leo. Maana neno la ukweli wameficha. Wanakuja kutafuta roho ziliyopotea, lakini wanapoteza hizo roho. Kwa maana neno la ukweli hawataki kuambia kondoo za Mungu wapata kuokolewa. Haleluya. Nilipokuwa hapa ni mapasta walikuja wengi hapa wakati ule wa nyuma. Nikaita pasta mmoja nikamuuliza, kwa nini wewe unalisha watu wa kondoo za Mungu neno ambao halifai? Kwa nini wewe huwalishi ukweli ili wapate kupona waingie mbinguni? Akaniambia mimi sina mbingu ya kupeleka. Secondly, mimi natafuta pesa, siwezi kufa maskini. Na nikawa mimi naweza kutafuta pesa, mimi nitawapatia njia ile ya kutafuta pesa. Maana niliangalia hapa Kongowea hakuna mtu anayetaka Mungu, lakini ninawapatia ile neno ili nitoka sadaka. Maana nikawapatia neno la ukweli, hawataweza kunipa sadaka. Hao ni mapasta wanaokuja hapa kuhubiri. Wakasema wanabembeleza, wanaangalia ni watu watatoa neno la ukweli. Wapendwa, mmepotezwa. Endeleeni. Lakini jueni njia, mmepotea njia. Tafuteni njia, rudini nyuma, mtafute njia katika neno. Haleluya. Mtumishi nisomee kati nini? Mathayo. Hebu nipe ile kitabu nikupe niandike. Mathayo. Nataka kuambia mapasta wenu bila wanakaa. Hawatakaa na nyinyi vizuri. Maana wanajua mnataka neno, lakini neno hawawezi kuwapatia kwa sababu 1 Corinthians 11. Soma 1 Corinthians 11 verse 13.
enda paka verse 15 ama 16. Haleluya! Wapendwa, neno la kweli liko katika Yesu. Neno la kweli liko katika neno lile unasikia. Uko na Biblia, neno la kweli liko. Usipakute neno la kweli wala uzima kwa mtu yoyote. Wewe mwenyewe una uzima. Uzima wako uko katika kinywa chako. Uzima wako uko katika ulimi wako. Uzima wako uko pamoja na wewe. Uzima wako unatembea nao. Amina. Amina. Soma pamoja nami kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mlango ni ule wa 11 kuanzia fungu la 13. Ninasema, je, inapendeza mwanamke amwombe Mungu asipofunikwa kichwa? Poleni kidogo. Kitabu ni Wakorintho wa pili, mlango ule wa 11 kuanzia fungu la 13. Ninasema, maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. 14. Wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. 15. Basi si neno kubwa watumishi wake nao hujigeuza wawe mfano wa mtumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Amina. 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 Mshasikia katika Biblia ikisema hao watu watakuja kwangu na kusema tulikuwa tunatoa mapepo, tulikuwa tunaponya magonjwa, tulikuwa tuombea watu wanapona, tulikuwa tunafanya miujiza, lakini Yesu akawaambia, ondokeni kwangu, maana hiyo siwajui. Hiyo miujiza ya kuponya walikuwa wanapata wapi? Soma Ufunuo 16 mstari wa 13. Mjue hiyo nguvu zao za kuponya, nguvu za kutoa magonjwa wanatoa katika pepo gani? Haleluya! Wapendwa, tokeni katika hao watu. Tafuteni neno la kweli ili mpate kuokolewa. Soma hiyo andiko 16 kama 13. Soma pamoja nami kitabu cha Ufunuo, mlango ni wa 16 kuanzia fungu la 13. Inasema, nikaona roho 3 za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. 14. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Amina. Amina. Wapendwa, mmesikia mahali hizo nguvu zinatoka? Kisha Yohana akaona roho 3 kama vyura zikitoka katika ule mnyama ambao ni devil, shetani mwenyewe. Roho 3 kama mnyama zilitoka ndani ya shetani na zikaingia katika ulimwengu. Ndizo roho zinapotenda miujiza, zikapatia ulimwengu nguvu, zikawapatia mamlaka ya kutenda miujiza ambayo inatoka kwa shetani mwenyewe. Na hizi roho zilisambazwa katika nchi mbalimbali. Mnapoona watumishi mpasa yote anapotoka Kenya hapa anaenda Ulaya, akirudi anarudi na nguvu mpya, anaenda touch, watu wanaanguka. Hizo ni roho chafu zile alienda kuchukua nguvu za roho chafu. Anaangalia wakienda Arabuni, wakienda South Africa, akileta kurusani yake, anaanza anasema touch,
Alafu anaposema touch, watu wanaanguka. Hizo roho za kuangusha watu makanisani zilitoka katika chura, ambao chura hizo zilitoka katika shetani mwenyewe. Shetani alisambaza nguvu zake kupitia kwa hizo maroho na zimesambaza kule Mungu mzima. Kwa hivyo neno la Mungu halisambazwe. Neno la Mungu haliko kwa chumvi wapendwa. Neno la Mungu haliko kwa vitambara. Neno la Mungu haliko kwa mafuta. Jiepukane na mafuta. Nguvu za Mungu ziko ndani ya mtu binafsi. Amina. Jiepukane na mafuta. Jiepukane na kuvunja madhabahu ya uongo na kweli. Hakuna madhabahu mwanadamu aweza kuvunja sasa, maana kuhani mkuu alivunja madhabahu na amemaliza. Yesu alifungua hekalu na akapasua pazia na watu wakawa free. Yesu alikuweka huru mpendwa, wacha kugandamizwa tena. Chukua neno la Yesu weke ndani na utakuwa mponyaji wa kweli, na utaponya maisha yako, na utaponya hata na roho zako, na utatembea ndani ya Yesu, kwa maana alisema, njooni nyote kwangu mliopungukiwa na mmebeba mzigo mzito. Mzigo wenu mzito ya kutembea. Naenda kwa nabii kuniombea, naenda kanisa fulani. Hiyo ndio mzigo niliokuwa nayo wapendwa, na sasa hakuna. Chukueni neno. Neno litakufungua. Neno lina uwezo. Neno lina nguvu. Neno ni taa yako. Neno ni mwangaza wako, na neno ni uzima wako wa kesho. Kwa hivyo chukua neno, uvae iwe silaha yako. Haleluya. Wapenda sijawatosha sana, nitakaribisha mnenaji. Mimi nilikuwa natoa ushuhuda ambao watu wengi wanahangaika nao. Haleluya. Apigieni ya mama makofi mazuri. Jamani, angalieni jinsi inavyopendeza. Wamama wazee wanapokea Yesu na wanajua kuhubiri. Angalieni jinsi Yesu anatenda wapendwa. Nachukua nafasi hii kwa ajili ya kukaribisha neno. Mnenaji wa leo aje hubiri mahali hapa. Amina. Karibu sana mtumishi wa Yesu. Basi ninawasalimu tena kwa jina la Yesu. Amina. Najua mmeniona nikiimba hapa, lakini nimeingia kwa ajili ya kuwapaka mafuta ya Roho Mtakatifu. Amina. Kwa majina yangu najulikana kama Jackson Karisa. Mimi nimeokoka. Mimi ni Mijikenda. Wa Mijikenda wangapi wanyoshe mkono hapa? Basi bila kupoteza wakati, ningependa niombe ili japo neno litakapotoka likaweze kufanya makao mioyoni mwenu. Baba wa uzima, katika jina lako Yesu Kristo, Baba yangu, kama ulivyompaka mafuta Isaya kwa ajili ya kuwahubiria habari njema watumishi wa zama zile, nami Baba, mafuta yale yale ninaomba ukazidi kunipaka ili nikaweze kuwahubiria watumishi wako. Baba, watakapotoka neno lako, wacha likawajenge mioyo na hata miili. Mtakatifu mwenye enzi, ninachukua mateka kila roho chafu za yule mpinga Kristo, ninazisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa mabwana, nena ndani yangu, isinene yaliyo yangu bali yaliyo yako. Jemedari mkuu, tunakupa sifa kwa maana ni zako. Asante Yesu Kristo, maana umetukusanya mahali hapa kwa ajili ya kuhubiri neno lako. Kwa jina lako Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Basi wapendwa, ni jioni nyingine njema. Kama ni kujitambulisha, nimejitambulisha. Wapendwa, hii si kawaida. Usione kama ni kawaida mpendwa. Kuna watu wengi wanatamani neno, lakini wanashindwa. Shetani anga hizo ameshikilia sana. Mchungaji haonekani kwa jinsi hii sehemu hizo, na ziko. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Bila kupoteza wakati, nataka tuingie katika kitabu kimoja ambacho kinazungumzia ya kwamba neno litakuja potea. Hebu omsoma Amosi 8:11. Hizi nyakati ni nyakati za hatari, na hata hatujakuja hapa ili tukupake mafuta. Tumekuja hapa tukuelezee kweli. Kweli ingie ndani yako, ikutakase, kwa sababu mwanadamu hawezi kutakasa dhambi ya mwanadamu.
bali Yesu Kristo na neno lake ndilo ambalo linaweza kutakasa mwanadamu. Fungua pamoja nami kitabu cha Amosi mlango ule wa 8 kuanzia fungu la 11. Ninasema, angalia, siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Amina. Haleluya. Amina. Na hizo siku ndio hizi mpendwa, ya kwamba siku zinakuja. Huu ni unabii, na hizo siku tunaziona. Kutakuja njaa, sio njaa ya chakula, bali ni njaa ya kukosa neno la kweli. Wapendwa, neno, watumishi wengi wanahubiri mahubiri tofauti tofauti ambayo si ya kuponya roho. Tumekuja mahali hapa ili tuwahubirie habari njema za Kristo, zile alizoziacha, neno lisilochanganywa na maji, neno lisilochanganywa na kitu chochote, neno lisilochanganywa na uongo. Jinsi lilivyo mpendwa, ukilipokea litakubadilisha maisha yako, kwa sababu kuna mafundisho mbalimbali. Mafundisho mbalimbali yametoka dunia hii. Nataka nifundishe fundisho moja. Hebu soma nami Wakolosai 4:8. Soma tu, nitarejelea mwenyewe. Wapendwa, tuko sama za mwisho. Soma, nitarejelea. Wakolosai 4 kuanzia pale 8. Tunamuona Paulo anawakazia macho watu wa Wakolosai, na leo ninyi ndio Wakolosai wa leo. Bwana Yesu apewe sifa. Endelea mtumishi. Kitabu ni kwa Wakolosai 4 kuanzia fungu la 8. Ambaye nimemtuma kwenu kwa sababu hiyo ili mjue mambo yetu, naye akawafariji mioyo yenu. Pamoja na Onesimo, ndugu mwaminifu. Kitabu cha Wagalatia mlango wa 4 fungu la 8. Lakini wakati ule, kwa kuwa hamkumjua Mungu, mliwatumikia wao ambao kwa asili si miungu. Wagalatia 4:8. Lakini wakati ule, kwa kuwa hamkumjua Mungu, mlitumikia wao ambao kwa asili si Mungu. Bali sasa mkiisha kumjua Mungu, au zaidi kujulikana na Mungu, kwa nini kuyarejea tena mafundisho ya kwanza yaliyo manyonge, yenye upungufu, ambayo mnataka kuyatumikia tena? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kitu kinyonge ni kitu ambacho hakiwezi kuponya, kitu cha kwanza. Kitu kinyonge ni kitu ambacho hakiwezi kuhuisha. Sasa tumekuja hapa ili tuwahubirie habari za kitu ambacho sio kinyonge, kwa sababu mafundisho manyonge hatujaruhusiwa na Yesu tuhubiri. Maana yako mahubiri mengi, yako mafundisho mengi duniani manyonge. Nitaanza ya kwanza, nyonge la kwanza. Tunahubiriwa ya kwamba tununue mafuta ya olive oil tukamwage manyumbani. Hayo ndio mafundisho manyonge ya kwanza, lakini tutazungumzia manyonge mengi. Kuna mafundisho mengi ambayo yanasema ya kwamba
Mimi ni Mkristo. Mpendo wa Mkristo hautakupeleka mbinguni. Uislamu hautakupeleka mbinguni. Amina. Uswamirayani hautakupeleka mbinguni. Kitu kimoja ambacho Buddhism hautakupeleka mbinguni. Dini yako ambayo unasema mimi nilizaliwa katika Mkatoliki, nilizaliwa katika Muislamu, hayo yote haitakupeleka mbinguni. Mbingu ina mmoja ambao ndiyo Yesu Kristo. Kwa yeye dhambi zilitakaswa. Haleluya. Mpendo, nataka nikwambie kitu kimoja. Dini za dunia hazitakupeleka mbinguni. Haleluya. Nataka nikufundishe mafundisho manyonge yaliyotangulia. Ukisoma maandiko matakatifu katika Yuda 1:4 inasema ya kwamba walikuja kwa siri, wakaingia kwa neno la Mungu. Makafiri ambao walikuwa hawamjui Mungu hawa, wakaingia kwa neno la Mungu, wakalibadili kweli ya Mungu ili wadanganye wanadamu. Sasa nataka nikwambie leo, nizungumzia kitu kimoja ambacho dunia nzima kimekuwa kinyonge kwa maisha yetu. Tulisikia habari za kuzaliwa kwa Yesu. Kuzaliwa kwa Yesu, wale makafiri waliotajwa katika Yuda 1:4 walikuja wakasema Yesu anazaliwa Disemba tarehe 25. Haleluya. Nataka nizungumzie fundisho nyonge siku ya leo lililotanguliwa na Paulo. Akasema sitaki kuwafundisha mafundisho manyonge. Tusirudie mafundisho manyonge ambayo hayataokoa roho zetu, ambayo hayataokoa roho zetu wakati wa kiyama, ambayo hayataokoa roho zetu wakati wa hukumu ya mwisho. Mpendwa, tumekuja hapa tukuhubiria ya kwamba hukumu ni kweli na kufa kuko na jehanamu ipo. Haleluya. Kama mchungaji wako anaogopa habari za jehanamu, leo nataka nikuhubiria kwamba jehanamu ipo. Kama utatenda mabaya ukisema jehanamu hakuna ama jehanamu ilitengewa wa maskini, wewe na pesa zako unasema jehanamu utaingia, nakwambia utachomeka na milioni yako moja. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio ujue mali za dunia mbele za Yesu ni upuzi. Haleluya. Tarehe 25 Disemba dunia nzima inasherehekea kuzaliwa kwa Yesu. Mafundisho haya ndiyo yale manyonge yaliyotangazwa na Paulo. Nataka nikwambie katika tarehe 25 inapatikana katika tarehe 25 Disemba inapatikana katika maandiko matakatifu. Ndio ujue wale makafiri waliingia ndani ya neno la Mungu wakabadilisha maandiko. Haleluya. Mpendwa, soma nami Yeremia 52:31. Yeremia, kitabu ni cha Yeremia 52:31. Haleluya. Amina. Nitasoma kwa jina la Yesu. Hata ikawa katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12 siku ya 25 ya mwezi, Evil-Merodaki mfalme wa Babeli katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake akamuinua kichwa chake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani, akasema naye maneno mazuri, akaweka kiti chake juu ya viti vya mfalme. Haleluya. Tarehe 25 Disemba sio siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Waliingia kwa siri ndani ya neno la Mungu wakabadili maandiko. Nataka uondoe hiyo fikra. Ndio maana nimetangulia, sijakuja hapa kufundisha mafundisho manyonge ili tutoke katika utumwa. Haleluya. Babeli zama hizo ilikuwa ni kama saa hizi ni Amerika. Zama za hizo Babeli ilikuwa ni nchi ambayo ni superpower zama hizo.
Mfalme ambaye alikuwa analeta nyefu katika nchi jirani, ikiletea nyefu nchi ya Babeli zama hizo, mfalme wa Babeli alikuwa anapelekwa pale na jeshi lake, anatekwa nyara huyo mfalme. Wale atakaokuwa amewaacha wanachukuliwa mateka, wanapelekwa Babeli kwa ajili ya kufanyishia kazi Babeli. Haleluya! Saa hii makali ya udhalimu yamepungua. Amerika ina uwezo, lakini inapiga sisi kisaikolojia, inatupiga kisaikolojia. Ukikatalia Amerika, matakwa ya Amerika, wewe mpendwa na nchi yako huna zare. Ndio zile zama za Babeli, zama hizo za mfalme Yehoyakimu. Ndio maana unamuona anatolewa gerezani, kwa sababu huyo mfalme aliyekuwa kitawala alikuwa amekufa, akainuliwa mfalme mwingine, lakini yeye naye alikuwa na rehema zake. Alikuwa ni kama rafiki yake huyo Yehoyakimu, akamtoa gerezani, akakaa naye. Neno linasema akakaa naye. Bwana Yesu asifiwe. Fundisho nyonge ni hili. Haleluya. Fundisho nyonge, tunasherehekea kuzaliwa kwa Yesu tarehe 25. Wakati Yesu alipokuwa duniani alifundisha kwa mafumbo, methali na mifano. Sasa kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa ni fumbo. Nataka nilifumue fumbo hilo kwa jina la Yesu. Nasema nataka nilifumue fumbo la tarehe 25 Disemba. Kama uko pamoja nami nyosha mkono. Kwa sababu nikasema kweli, Yesu akanituma akaniambia neno, kawaambia wanadamu waache kuabudishwa sanamu. Sasa leo hii unasema Yesu anazaliwa, na kuzaliwa kwa Yesu ni kwamba utakapompokea Yesu Kristo ukasema mimi sasa nimewacha dhambi, nimeona hii bangi haitanisaidia, nimeona huu mgokaa hautaniokoa, nimeona mambo ya dunia hayatanisaidia, wacha niende kwa Yesu. Pale utakapotubu na kusema Yesu nimekuja kwako, ndio Yesu amezaliwa ndani yako. Sio tarehe 25, kwa sababu tunaona Yesu ni mtakatifu. Kama tarehe 25 Disemba anazaliwa kila mwaka huyu Yesu, basi watakatifu wangekuwa wengi. Lakini tunaona tarehe hiyo wazinzi wanaongezeka, waisharati wanaongezeka, walevi wanaongezeka, waganga wanaongezeka, wachawi wanazidi kuwa wengi tarehe 25. Nikumaanisha ni kama tarehe hii ina maagano ya kuzimu. Ndio maana kabla ya tarehe 25 utaona vifo vinaongezeka, maajali yanaongezeka. Wapendwa, nasema asubuhi ya jioni ya leo, wacha kuabudishwa miungu ya kigeni. Nimesimama mahali hapa nisihubiri habari nyonge. Nimesimama mahali hapa nihubiri habari za kuponya roho, kwa maana roho ikipona uzima wa milele unao. Mwambie mwenzako unataka uzima leo. Kama hataki uzima wa milele aje hapa. Njoo hapa kama hutaki uzima wa milele. Lakini sitapata mtu, hakuna mtu ambaye hapendi uzima wa milele. Uzima wa milele mpendwa una mmoja, Yesu Kristo. Ukisoma Wafilipi 2:6 anasema akajifanya, akaona kuwa Mungu si kitu, akajinyenyekesha hadi kifo cha msalaba. Haleluya! Nimekuja hapa siku ya leo, nimetumwa na Bwana ili nikuelezea habari njema, kwa maana Amosi anasema ya kwamba kutakuja kiu, bali hiyo kiu na njaa si ya vyakula na ndizi na matoke na viazi na tomato, bali ni njaa ya neno la Kristo la kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Tukisoma Mathayo 2 inazungumzia habari pale ya kwamba Yesu pale anazaliwa, mamajusi wanaenda. Haleluya! Mpendwa, nakili hivi vifungu ukajisomea neno la kweli, uache kuabudishwa masanamu. Wengine wanasema Pasaka ni siku ya kufufuka na kuzaliwa kwa Yesu. Ninasema Pasaka ya kweli ni Yesu Kristo, na tunasoma ya kwamba Pasaka ni yule Yesu. Sasa Yesu ndiyo Pasaka ya kweli. Leo nakatiwa kipande cha mkato na mwendo wa mwili wa Yesu, na kachuifika Coca-Cola na moyo ndo damu ya Yesu. Ninasema damu ya Yesu leo ni Roho Mtakatifu, nao mwili wa Yesu ni neno lake, ulisome liwe kwa wingi. Haleluya! Tuache ibada za sanamu, kwa sababu jehanamu ipo. Ibada za sanamu tuziache sokoni.
Ibada za sanamu za kuabudishwa vipande vya mkate tunasema ni sakramenti. Ibada za sanamu hizo nimetumwa na Bwana. Mafundisho manyonge sitayafundisha katika meza hii, haitafundishwa mafundisho manyonge kwa sababu tunataka mbingu. Nasema tunataka mbingu. Jioni ya leo tunataka mbingu. Mwambie jirani yako tunataka mbingu, twende na Yesu. Sakramenti ishindwe kwa jina la Yesu. Kajuisi kadamu kila siku Jumapili kana nyewa kashindwe kwa jina la Yesu. Tarehe 25 ishindwe kwa jina la Yesu. Yesu anazaliwa ndani ya mioyo yetu. Soma maandiko mpendo uelewe. Neno lilikuwa linazungumza habari ya nini? Mathayo 2. Mathayo 2. Na kama una swali mpendwa, baada ya hapa niulize, nifuate, mwambie mbona tunasherehekea nini? Mpendwa, sikukuu, wana wa Israeli wanachukuliwa katika nchi ya Misri, wanatambua na Bwana. Musa akamwambia Herode, akamwambia Farao, akupe ruhusa watu wangu wakaniabudu jangwani. Hapo ndo kwenye sikukuu ya kweli, yani sikukuu kwa ufunuo wa Roho inasimamia ibada. Sasa ibada ni daily service, sasa ibada ni daily routine, sasa ibada ni kila siku. Asubuhi ninamfanyia Yesu sikukuu, magoti ninaingia, Bwana asante kwa siku njema. Sikukuu Yesu anafurahia, sio sikukuu ya tarehe 25. Yesu anazaliwa na dhambi, Yesu anazaliwa na chupa ya bia, Yesu anazaliwa na ndunguri, Yesu anazaliwa unazira jirani yako tarehe 25. Lipepo lishindwe na tarehe 25 kwa jina la Yesu. Sijatumwa hapa nihubiri mahubiri manyonge. Nimetumwa hapa nihubiri mahubiri ya toba. Haleluya. Kitabu ni Mathayo, ndio uone tarehe 25 hii hapa. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani saidia hapo tuye page. Yeye kama zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye. Haleluya! Herode anafadhaika kwa sababu mfalme wa wafalme amezaliwa. Ndio maana anapanga njama. Badala ya mamajusi walipoambiwa na Roho, msirudi kwa Herode kwa maana ana njama mbaya, anataka kumuua mtoto. Bwana Yesu apewe sifa. Akapanga njama Herode, akasema watoto wadogo wote lazima wafariki kwa maana mamajusi wamedhidharau mfalme. Ndiyo maana Krismasi wale wataalamu waliotangulia wakaingia ndani ya neno, wakasema Kristo tasimamia Yesu mwenyewe, na masi ilisimamia halaiki ya watoto waliouliwa. Kama ulisoma masi na maanisha halaiki. Halaiki ni wale watoto waliouliwa maskini kwa ajili ya jina moja. Leo hii mpendwa, hata kama ni mtoto wa jirani yako ameuliwa siku hiyo, leo ninaungamana na wenye dhambi, ninasherehekea siku ya kuuliwa kwa mtoto wa jirani yangu. Nasema hiyo ni kweli. Ni lazima tuache kuabudishwa sanamu. Na waliotutangulia walikuwa wamejazwa roho za giza, walikuwa wamejazwa roho za mapepo, wakaingia kwa siri kulingana na neno linalosema katika Yuda 1:4. Nakwambia chukua maandiko ukasome. Yuda 1 wako waliotumwa, walioingia kwa siri ndani ya neno la Mungu, wakachafua na wako wengi. Haleluya. Uachana na mafundisho manyonge. Kutoka tangu tuingie mahali hapa, tumehubiriwa habari za ulavyaji mimba, tumehubiriwa habari za mafuta yanayopakwa mafuta watu wateule wa Bwana makanisani, tumehubiriwa habari za fagio zinazohubiriwa na wachungaji mbalimbali. Leo nimekuja ili tusifungwe na nira za wasioamini. Haleluya. Mafundisho ni mengi wapendwa, ambayo kwa hayo tunapona roho na hata mwili.
lakini leo nimekuja kukuhubiria ya kwamba tusifungwe na nira na wasioamini wanaojiita kwa jina la Yesu, kumbe ndani ni mbwa mwitu. Leo ninapasua hilo wingu la mabishopu wanaosema siku ya tarehe 25 ni kuzaliwa kwa Yesu. Ninasema Yesu anazaliwa pale utakapokubali kumfuata Yesu. Ndio Yesu anazaliwa ndani yako. Na sasa ukitaka kujua Yesu anakuwa ndani yako, utawacha usengenyaji, utawacha hayo marembo unayojifungilia. Utapata mijinywele yamefungwa mpaka kwenye huku kwenye nyayo huku. Unatafuta nini mama wa leo? Utapata wamama wanaingia. Ndio maana mafundisho ya nyonge makanisa mengi yanahubiriwa, mpaka utapata wachungaji wamesimama mbele ya madhabahu wanaangalia mapaja ya wamama, kwa sababu wameachilia mafundisho manyonge. Wamama wanaingia na vimini sketi ndani ya nyumba ya Mungu. Ninasema lipepo lishindwe, mafundisho manyonge yashindwe, mafundisho manyonge yashindwe, mafundisho manyonge yashindwe. Haleluya. Najua mtanikasirikia, lakini vile Yesu amesema katika Amosi 8:11 ya kwamba kutakuja njaa. Mpendwa, kama umesikia neno hili, likumbatia na umwambie Yesu, nimekuja mbele zako, ninatubu sasa, nifuate nyayo zako, kwa maana ulisema njoni kwangu nyote mlemewao na mizigo, maana mzigo wangu ni mwepesi, nira yangu ni laini. Ninasema abosho nishindwe, mafundisho manyonge. Mchungaji unasema twende kwa mpango ya uzazi kwa sababu Mungu ni wa mpangilio. Ukibembeleza maandiko, Yesu anatuamurisha katika kitabu cha Mwanzo, enendeni ulimwenguni mkazaane muongeze ulimwengu dunia. Yeye anayesema kwamba fanya family planning. Mpendwa, hukumu inakuja na inawaka kama tanuru, hautaweza kustahimili. Mpendwa, tubu sasa leo. Kama ulikuwa ukifundishwa manyonge ya kunyweshwa vijuisi Jumapili, ukiamua ni damu ya Yesu. Damu ya Yesu haifanani na kijuisi. Anasema hafananishwi. Yesu wetu hafananishwi na mkate wa Jumapili. Hafananishwi na tarehe 25. Yesu anasema hafananishwi na kijuisi cha Jumapili. Yesu hafananishwi mpendwa na rozari. Hafananishwi na kisanamu cha Maria. Hafananishwi. Yesu hafananishwi, maana yeye ni simba wa Yuda. Haleluya. Mpendwa, mbinguni yako peke yako. Mungu hana haja na kundi kubwa. Ndio maana tunaona gharika ya Nuhu iliteka watu 8. Tunaona watu 4 Sodoma na Gomora walichukuliwa. Kulikuwa na watu wengi mpendwa, na hapa sokoni ni wengi wanaosikia neno hili, lakini chukua na hatua mpendwa. Uachane kuabudishwa miungu, uachane kuabudishwa sanamu, uachane kuabudishwa siku, uachane kuabudishwa saa, uachane kuabudishwa. Mwingine anasema mimi ni msabato. Bwana wa Sabato ni Yesu Kristo. Ndio maana tunamuona anaponya mgonjwa siku ya Sabato. Wayahudi wa dini wanamfuata, wanamwambia umevunja sheria. Haleluya. Mimi hata Jumapili nisipoenda kanisani, Jumapili yangu inaendelea, ibada inaendelea kama kawaida. Wala sitainua siku nisema hiyo nitafanya dhambi siku zote, halafu Jumamosi niingie ndani ya hekalu ndio nitubu. Mpendwa, unajidanganya. Tubu 24/7 na uachane na dhambi, na ukitubu usiregelee tena dhambi, na kuonya kwa sababu usui siku yako ya kufa wewe. Ilifichwa kwa sababu watu wangejua siku zao za kufa wangeponda mali mpendwa. Hizi ndizi zingeliwa, hizo tomato zingekarangwa sana, lakini hiyo siri ikafichwa na Yesu Kristo, ikafichwa na Mungu wetu. Mwanadamu huwezi jua siku zako za kufa. Tubu. Mahubiri haya utayatamani mpendwa, usipochukua hatua utayatamani. Nasema utayatamani mpendwa. Sitaendelea sana. Mbarikiwe. Kama una zaidi, unataka maandiko zaidi, tuko hapa kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Haleluya. Barikiweni. Haleluya, tumsifu Yesu wapendwa. Kama unaniona nionyeshe tu kwa mkono. Kama tuko pamoja, shangilia Yesu na upigie makofi. Upigie Yesu makofi mpendwa. Kwa sababu neno limepita masikioni mwetu, hakika
hakika inapendeza. Tumefundisha kitu, tumejua kitu. Haleluya. Hauwezi kuona mtumishi wa Yesu ametumwa kwako akaja bure. Hata kama ni mtoto mdogo, neno atakaloliachilia lipokee, litakuwa la uzima ndani ya moyo wako. Haleluya. Nami wapendwa, sitawaacha bure, kama vile Yesu anavyosema, sitawaacha kama yatima. Haleluya. Nami nitaongezea neno kidogo tu kwa ufupi. Neno msamaha. Haleluya. Nitaongea kuhusu neno msamaha. Nisomee mtumishi wa Yesu katika kitabu cha Marko 11:25. Soma pamoja nami kitabu cha Marko 11 mstari ni wa 25. Nasema, nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Amina. Neno inatuonya wapendwa ya kwamba ukiwa na neno na mtu, jamani, kabla hujaomba msamehe mtu huyo. Haleluya. Kwa sababu ukienda kuanza kuomba wakati unachukia mwenzako, wakati unachukia jirani yako, wakati umeweka moyo wako mgumu kwa maria yako, sikiliza nikwambie, mbingu hazitafunguka kwa ajili ya maombi yako. Haleluya. Zamani hata kama mtu amekukosea kosa gani, siku ya leo ninakutangazia habari ya msamaha. Achilia kile ambacho umefungia ndani ya moyo wako. Watu wengi tumedoudhika na mazia zetu, wengine tumenenewa maneno mabaya tukaitwa wachawi, lakini sikiliza nikwambie leo, achilia hiyo neno ambalo umelifungia moyoni. Haleluya. Samehe mazia yako ukauone uzima wa Yesu. Samehe mama yako ukauone uzima wa Yesu. Samehe mzazi wako ukapate utajiri. Samehe yule ambaye umemweka kwa moyo wako ukabarikiwa na ukafanikiwa katika maisha yako. Haleluya. Yule ambaye umemfungia kwa moyo wako, sikiliza nikwambie, amebaki kuwa mzigo wako na amebaki kuwa kifungo cha maisha yako. Leo chukua hatua ya kumsamehe mtu huyo. Haleluya. Jifundishe kulipa mabaya kwa mema. Haleluya. Ndivyo Yesu anavyotufundisha. Lipa mabaya kwa mema. Wakati wewe unatendewa mabaya, hakikisha wewe mtu umemtendea mema. Akiwa mama yako anakuita mchawi, mpikie chakula kizuri mpelekee. Ikiwa wewe umeitwa usijui wenu ni walaana, hakikisha mahali pale umenena maneno mazuri, kwa sababu Yesu anataka tulipe mabaya kwa mema. Haleluya. Neno la msamaha wapendwa, limeumiza watu wengi, na ninajua watu wengi wamebeba mizigo ya kutosamehe katika mioyo yao. Haleluya. Mtu alikukosea hapa kazini, hauwezi kumsamehe, hamsalimiani, hamuongeleshani, hata kukutana kwa kichorochoro kama hiki imekuwa ni shida. Sikiliza nikwambie, ikiwa umebeba mizigo ya aina hiyo, itue leo ukamwone Yesu. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Hata kama mtu uliambiwa ni mchawi, sikiliza nikwambie, na leo umeamini neno hili ambalo limehubiriwa mahali hapa, sikia nikwambie ni nini kinaenda kutendeka kwako. Haleluya. Huyo mchawi atakapoanza kukuroga, neno linasema badala ya uchawi wake kutenda kazi, itabadilika ifanyike baraka kwako. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri. Hii ni kwa sababu neno linasema haipo silaha itakayotuma kinyume na maisha yetu itakayofaulu. Mpigie Yesu makofi. Ni kwa sababu anaenda kukutetea mpendwa. Mchawi atakapoingia kwa kazi yako na kunena maneno ya usiuze, Yesu anaenda kubadilisha maneno hayo yanakuwa ni uza kwa jina la Yesu. Haleluya. Anaingia katika kamali yako na kusema ya kwamba ulaaniwe
sana na Yesu. Haleluya. Na mimi nina imani kufikia hapo wapendwa tumebarikiwa sana. Ninamkaribisha mtumishi wa Yesu Evans akapate kuongea kidogo. Tubarikiwe, tuzidi kulisha neno wapendwa. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa nafasi hiyo ambayo nimepata kaweze kunena kidogo. Najua kwamba kongowea Mungu mwapenda, kwa maana nene nimekuja mahali hapa tukaweze kubarikiwa pamoja. Kila ambacho Mungu anahitaji kwa wanadamu wote ni kwamba tukaweze kulipokea neno lake vile lilivyo. Na vile mnenaji wa leo umenena kuhusu siku ya Krismasi, kwamba Christmas sio tarehe 25. Hiyo tarehe ilifichwa. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu ako na siku yake ambayo Kristo anazaliwa ndani ya moyo wake. Siku ambayo Kristo amezaliwa ndani ya moyo wako, hiyo ndio siku ya Christmas yako. Amen. Kwa hivyo nani anapaswa asherehekee Christmas? Takatifu, mwenye haki na mkamilifu. Kwa nini? Kwa sababu Kristo amezaliwa. Yule ambaye amepokea Kristo ndani ya moyo wake, yeye najua muhimu ya kusherehekea nini? Christmas. Kama vile Wakenya wanasherehekea Mashujaa Day. Tarehe ngapi? Tarehe 20 mwezi wa ngapi? Wa 10. Wakenya wanasherehekea wanafanya Mashujaa Day. Lakini Mashujaa Day haina muhimu kwako wewe. Kwa sababu gani? Haukupigania nini? Uhuru wa Kenya. Lakini kuna wale ambao walipigania uhuru wa Kenya, kuna wale ambao waliteswa, walifungwa. Wao kifika hiyo tarehe wanakuwa na kitu ya kufanya nini? Ya kusherehekea. Sababu ni maana kwake. Hiyo ni siku ni ya maana kwake. Kwa hivyo mtakatifu, siku ambayo anasherehekea, siku ambayo Kristo amezaliwa, yani siku ambayo amepokea ondoleo la dhambi. Amen. Siku ambayo amepokea ondoleo la dhambi, hiyo ndio the best Christmas ever. Amen. Hiyo ndio siku ambayo ndio Christmas. Kwa hivyo tunasherehekea Christmas yetu kila saa, kila dakika, kila sekunde, ndio Christmas yetu. Amen. Kwa hivyo mtakatifu ni yule ambaye amekabidhi Yesu Kristo maisha yake. Ni yule ambaye Kristo amezaliwa ndani moyo wake. Kwa hivyo Bwana wabariki sana. Bwana watende mema. Ya siku moja Injili itaenezwa zaidi, ikiwa hata na spika kubwa ifike wengine kule nyuma kabisa na pia fanya nini? Kusikia. Lakini wale ambao wamefika mahali hapa wamepokea kile ambacho Mungu alikuwa ameandaa. Kile ambacho naweza sema ni kwamba nikimalizia ni shida sio kuvuta bangi. Shida sio usherati. Shida sio ulevi. Ulevi, usherati, ayote inaitwa nini? Maovu. Shida ya kubwa sana kwa watu ni kile mbegu ya dhambi ambayo iko ndani ya moyo. Kwa hivyo ile mbegu ikiondoka na moyo wako, Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, Roho Mtakatifu atakuongoza. Amen. Kwa sababu mwili wako ni hekalu wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo hekalu ya Yesu Kristo. Roho akiwa pale ndani, basi hawezi kwenda nje kwenda kulewa, sababu atakuongoza. Amen. Hawezi kwenda nje kwenda kufanya usherati, atafanya nini? Atakuongoza. Tatizo nini? Mbegu ikishaondoka na moyo wako, utakuwa safi. Bwana wabariki sana. Bwana watende mema. Asanteni sana. Naona wahubiri kwa pale, kupata tu kwa watia nafasi waendelee. Bariki sana. Sisi tunashukuru kwa kutusikiliza na kuwa pamoja nasi. Tumeacha nafasi ya maswali
Kama ni mtu anataka kutuona atakuja tu hapa, tutaongea. Tutaenda kuimba sifa moja fupi sana wakati tunamaliza, kwa sababu tunataka kuheshimu wenzetu nao pia waingie wawalishe chakula cha rohoni. Amina. Tumishi, weka kurasa moja. Wapendwa, mtatusamee kwa hiyo chorus. Wacha tu tuache nafasi kwa ajili ya wenzetu pale. Nafikiri mmebarikiwa. Yesu atazidi kuwabariki pia. Tutaenda kuomba maombi ya kufunga. Tutakutana kesho Yesu akipenda. Tuamini. Kwa sababu Yesu anatawala. Sasa inapepea, o bendera yake Yesu 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 sokoni inapepea, bendera yake Yesu kwani sasa inapepea, kubali Yesu, bendera yake Yesu sasa inapepea, o bendera yake Yesu sasa inapepea. Watu wote wakujue, dunia nzima ikujue, dunia nzima ikujue, Wasomali na Waarabu wakujue, na Wakamba Wajaluo wakujue, wewe ni Bwana, 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 wewe ni Bwana.
Wakamba wanachezaje na Wajaluo wanachezaje. Hatuko hapa kwa sababu ya sarakasi ya Pandelapo ama magician. Tuko kwa sababu ya Yesu. Alituamuru katika Marko 16:16, enendeni ulimwenguni kote muihubiri Injili, watakaoamini muwabatize. Angalia mimi ndio Yesu akitembea moyoni inapendeza. Sasa kutawala na maroho ya kishetani, tawala na Yesu.